majina naitwa Mr. Eric Mwera, makamu mkuu wa shule Ipwaga Sekondari. Kama alivyosema mchungaji hapa, sisi kipaumbele chetu kwanza ni Mungu na mengine anafuata baadaye. Kwa hiyo tunapokea sana huduma ya kiroho na imetusaidia sana. Ndio maana huyu yuko huru, tunamtembeza kwenye mabweni. Kuna changamoto kwenye mabweni, anakuja naombea. Kuna vitu nikwambie, mwandishi wa habari alishavibaini vimefichwa kwenye mabweni, ndio maana tunamruhusu. Kuna bado shetani hajafa, ndugu zangu, niwaambie. Shetani anafanya kazi. Kwa hiyo tunamtembeza, tunamuonesha hali ilivyo, watu wanavyolala, anatushauri watoto walaleje, wakae vipi, wapangeje vitu vyao. Tunafurahi sana na huduma ya kiroho inakwenda mbele. Kabla ya mchungaji hajaanza kuja hapa shuleni, tulikuwa na changamoto kubwa sana. Hangaika, ikikaribia mitihani, watoto wanaanguka, wengine wanakimbia mapepo, wengine wanashindwa kufanya mitihani, wanakwenda hospitali, anapima, anaambiwa hakuna ugonjwa. Akiwa mtoto akiwa nyumbani ni mzima, ila akifika tu shule haoni maandishi, mtihani ukikaribia hawezi kufanya. Tulikuwa tunaita wachungaji, wanajaribu kuja wanaomba, lakini kwa kweli hatukupata. Lakini alipokuja mama huyu, Mama Glory Mina, tumebahatika kuokoa roho nyingi na shule imetulia. Nitoe ushuhuda mmoja. Kuna watoto wawili wa kike wa mwaka 2024. Kwa kweli tulikuwa tumeshakata tamaa, wazazi walikuwa wameshakata tamaa. Mchungaji akaja naye akapambana humu ndani, naye akapambana mpaka akasema achana na hao watoto, naomba niondoke nao. Kwa kweli mchungaji aliwaomba watoto, akaondoka nao. Wamekaribia mtihani wa mwisho, hawanyanyuki, wanalala bwenini. Akifika nyumbani mzima, akifika shule mgonjwa, anaweza akazima siku nzima, mtoto amezima. Waliporudi, ushuhuda wa kweli kabisa, walifanya mtihani wao kidato cha 4 na wote wakafaulu mtihani kwa division 1. Toka siku hiyo watoto wakimwona mchungaji wanasema amefika mkombozi wetu. Kwa hiyo tunaipenda huduma yake ya kiroho. Na niseme hili kwa ndugu mwandishi, shule yoyote yenye changamoto ya watoto mara kuzimia, watoto kuumwa, watoto kuteseka, mitihani kikaribia, hawawezi kufanya mitihani, mtoto wako ni mzima, ukienda hospitali unaambiwa hakuna ugonjwa, naomba uombe hii huduma ya mchungaji. Shule yako itakuwa na amani, shule yako itapona, shule yako itabarikiwa. Kwa upande wa matokeo yote, kwa mfano, sisi tuna zaidi ya miaka 4 tumefuta Division 0, Division 4 hatuna, Division 3 hatuna, tumebaki na Division 2 chache na 1. Hili ni swala la wazi, ukiingia kwenye mtandao tu ukaangalia Ipwaga Sekondari, matokeo yake yanaonekana, lakini mshindi wetu ni Mungu, tunamtanguliza. Kwa hiyo hata zile shule ambazo matokeo ni mabaya, mwenye shule amekata tamaa, kuna kitu anapaswa kifanye. Amtangulize Mungu au amuite mtumishi wa Mungu, atamuonesha ambayo yeye hawezi kuyaona kwa macho ya nyama. Kuna mengine hata sisi mchungaji anatufunulia tusingeweza kuyaona. Tunaweza tukawa tunafundisha darasani muda wote kama anavyosema, kumbe mtoto amefungwa. Watoto wanahitaji kufunguliwa, na huyu mchungaji ana kipawa, Mungu amemjalia kikubwa cha kufungua watoto ambao wanateswa na shetani. Kwa hiyo tunampongeza, huwa tunapenda hata asiondoke. Yaani kuna mtu nafikiria hatua, ndugu mwandishi, hatutamani hata atoke, tuendelee tu kuwepo, lakini kwa sababu anatoa huduma sehemu mbalimbali, Watanzania wenzetu wana matatizo mbalimbali, huwa wanapenda hii huduma. Basi amekuwa akija mwezi wa 7, tunakaa naye, baadaye anaenda kwenye sehemu zingine. Kwa hiyo yeyote ambaye atakayeona hii taarifa na shule yako, mtoto wako ana changamoto ambazo sio za kihospitali, naomba aombe huduma. Nadhani atakuja kushukuru kwamba kumbe kuna watu Mungu amewatuma kuokoa wengine. Naomba ni waombe ndugu zangu wazazi ambao wana vijana wao wana changamoto, pia hawajapata shule ya kuwapeleka, ni waombe kwamba shule ya Ipwaga Sekondari ni shule salama, ni shule ina ufaulu mzuri, ni shule inayomtanguliza Mungu, ni shule ambayo mtoto akifika ni shule yenye matumaini.
Kwa hiyo kwa wazazi, yeyote ambaye anahitaji kuleta mtoto shule, nafasi zipo, anakaribishwa. Mtoto atapata huduma ya kiroho, atafaulu, kwa sababu sisi tuna msemo wetu, ukishafika Ipwaga tu tayari una division 2, hujaingia darasani. Kwa hiyo tayari ukishaingia tu. Kwa wazazi ambao hawajafanikiwa kupata shule nzuri, ana stress na msumbua, mwanangu nipeleke wapi? Karibu Ipwaga Sekondari, ipo Misungwi, wilaya Misungwi, mkoa wa Mwanza. Mtoto wako atapata huduma iliyo bora na afya ambayo atakuwa akiwa anaishi hapa Ipwaga Sekondari. Ndio wake mtumishi wa Mungu Mwalimu Glorimina akazungumza jinsi alivyopata taarifa na kufika katika shule hiyo na kutoa msaada wa kiroho kwa wanafunzi ambao walikuwa wakihitaji huduma hiyo ya kiroho na matokeo yalivyo hadi hivi sasa. Nilikuwa Nairobi. Sasa wakati nikiwa kule nikapokea simu ya WhatsApp kwamba ninatakiwa kufika mimi pamoja na timu. Baada ya kutoka Nairobi tu tukaunga moja kwa moja, tulikuwa na gari ya private. Kufika tunatoka Arusha kuja Mwanza, kufika Nzega ilikataa kabisa gari kuendelea na safari. Hiyo ni jambo la kwanza la kiroho. Siku 3 tukiwa pale, vipindi huko vinaendelea kutupita, tunapata akili, muda umeenda, tukalitelekeza pale gari, tukapanda magari ya kawaida, mabasi, tukawa tumefika kwenye eneo husika. Tumechoka kweli. Tunafika, tunaanza huduma, tunakutana na watoto yani inakatisha tamaa kwa kweli. Watoto wana mapepo. Namuuliza mwalimu, hawa watoto darasani wanaingia? Akaniambia huyu ana karibu mwezi wa 2 hajawahi kuingia darasani. Kwa nini? Ni mgonjwa, kila siku yuko hivyo. Kulikuwa kuna hali mbaya mno. Hiyo haikutosha, tukaanza operation kwenye mabweni. Kwenye mabweni tukakusanya maboksi mawili ya uchawi. Nikarudi redioni na kwenye media mbalimbali, nikarudi kulalamika. Kwa nini mzazi ukagui ya mtoto, tranka la mtoto wakati akiwa anaondoka? Na hizo dawa zinatoka wapi? Ni wewe mzazi ndio unayempa. Hii madawa mengi namna hii, mafurushi makubwa, yanatoka wapi? Na wakati mwingine hayo mafurushi ni chanzo cha kiti cha kuzimu kuwepo hapa. Tukakusanya boksi 2. Haikutosha. Tulikuja kukuta mtoto mmoja wa kike ameficha, alikoweza kuificha hilizi yenye damu mbichi. Ndugu yangu, paka tukaione ile hilizi mahali iliko. Haikuwa kitu rahisi. Kwa hiyo ilikuwa ni operation kwenye mabweni ya wasichana, hasa kwa wasichana ndo tulisimama sana. Japo kwa sasa huu mwaka nitasimama sana kwa mabweni ya wavulana, kwa sababu tayari naanza kuona mabweni ya wasichana yameanza kutulia na utukufu wa Mungu unaonekana. Tunafika hapa, kulikuwa kuna watoto 250. Lakini mpaka sasa watoto wangapi mwalimu? Sasa hivi tunaelekea 630. 630 kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini kazi kufanyika hapa kiasi kwamba hata nikiomba wachungaji wenzangu, tafadhali naomba twendeni shuleni mkanisaidie, wanakataa kabisa. Wanasema Glory, sisi hatuwezi. Wanakataa kwa kumaanisha. Nikifika kwenye hii kambi huku mwanzo nilikuwa na watu wengi wa kunisaidia. Imefika mahali sasa nimebaki peke yangu. Hakuna mtu anayekubali kuja kupambana. Lakini namshukuru Mungu amefanya. Hata nikiwa peke yangu au tuko wawili au tuko watatu, bado tu inawezekana, kwa sababu imekuwa ni sehemu kubwa ni ibada. Sehemu kubwa ni mafundisho. Ashukuriwe Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Wale watoto wenye machangamoto wote, hakuna ambaye aliwahi kufukuzwa shule na akamaliza form 4 na 0 au 3. Hapana. Hii shule tu tumeshaanza kuikataa kwa nguvu zote. Sisi ni wana wa kifalme na uweza wa Mungu uko mabegani mwetu. Lazima tutoke na wana. Na aisee, Tanzania wane tunaikamata tu. Yaani aishivyo Mungu. Maana yeye si ni mfalme wetu, na amesema mahali aliko na sisi tutakwenda kuketi mahali hapo. Sisi na watoto wetu tuogope nini? Kwa hiyo tulipoikuta shule mpaka hapa sasa walipo, hata nambembeleza mkuu wa shule msaidizi, namwambia niruhusu niondoke nisije tena. Anakuwa na mambo mengi ananishawishi kubaki. Lakini hata nikisema hivyo, hata ikitokea nimeondoka, basi atakayekuja ataendelea kwa sababu pana unafuu mkubwa. Sikwambii naondoka. Kazi ya Mungu huwezi kusema imefika mahali mwisho. No,
mpaka mwenyewe akwambie hapa tayari wamesimama, ndo uweza kuondoka. Lakini ndugu mtangazaji, moyo wangu ninatamani wazazi wengi wa hapa Mwanza, wazazi wengi wa mikoani, wazazi wengi, ninatamani wahini nafasi hapa shuleni. Hata kama ukimleta mtoto mdhaifu kiasi gani, watanitafuta kutoka Arusha kwa gharama za shule. Jamani, sijawahi kujitegemeaga. Nitatafutwa, nitakuja. Hakuna mzazi ambaye amewahi kunilipa 100. Sijawahi pokea 200, 300 ya mzazi. Hapana. Shule wananiangalia. Shule wananipenda. Uongozi wa shule wanatupenda. Wanatupa kipaumbele. Wanatupa ushirika na watoto. Sasa ninapotangaza redioni kwamba tafadhali naomba ulete mtoto wako Ipwaga, nina maana. Ukimleta hapa atapata mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, atamjua Mungu wa kweli, na Mungu atakuwa msaada wa maisha yake, na Mungu atakuwa mwanzo na mwisho kwenye maisha yake. Lakini namba 2 ni wani tu, hatuna shida na tu. Tumeshaanza kumaanisha kuikanyagia chini tu, maana hatuitaki. Mlete mwanao mapema. Kwa wewe mwenye shule popote pale unaponisikia, ufaulu wako wa mtihani umeshuka, tafuta vyanzo. Unaweza ukawa unaleta waombaji wengi, wanaomba bila kuchimbua vyanzo. Hatuwezi kufika. Hatuwezi. Huduma hii ya mtoto tunaanza na vyanzo. Umetuambia mtoto ni mgonjwa, nikimuangalia ninajua ana vyanzo. Tunadili na vile vyanzo kwanza. Tulipofika hapa, kabla ya huduma zote, tulianza kung'oa misingi ya Kisukuma. Kwenye ile milima ya Kisukuma, matambiko walikuwa wameweka, wamechimbia vitu vingi. Ng'oa yote. Damu ya Yesu ikatamalaki. Ndipo tukaingia kuombea watoto, na ndio maana wamefunguliwa. Shule yako ianze na msingi wa kimungu, sio mganga wa kienyeji. Shule yako ianze na utaratibu wa kimungu, sio mganga wa kienyeji, sio mila na desturi, sio kuchinja, sio kumwaga damu ya wanyama. Hapana, damu ya Yesu yatosha kwenye mashule yetu.